Okay, tunaendelea pale tulipokuwa tumeweza kuishia katika episode yetu ya 4 na sasa hivi ni episode ya 5 ambako binti pamoja na bwana mkubwa yani Goblin walipokuwa basi wanaongeleshana, lakini hapo bwana mkubwa Goblin alikuwa msikii kabisa binti. Mawazo yake alikuwa mbali sana, lakini mwanamke huyu alikuwa anamfanya bwana mkubwa Goblin azidi kujiona kama vile ni mwanaume aliyekuwa katika udhaifu kwa hivi sasa. Basi pale Goblin baada ya kuweza kugundua lile jambo akaanza kujiuliza kwamba vipi kama huyu ndio mwanamke wangu wa kwanza katika ulimwengu huu nilikuwa nimeweza kumpenda. Lakini pale binti akamuuliza na kuweza kumuuliza kwamba vipi na matatizo. Goblin hakuweza kujibu. Basi direct kabisa mpaka katika gari la wage Goblin, mwanamke huyu aliweza kurudishwa mpaka katika eneo la hotelini ambako huko alipokuwa basi ameweza kupangishiwa chumba. Binti huyu aliomba aweze kushushwa karibu na hoteli ile, lakini pale alipokuwa ameweza kusimamishwa, Goblin hakuweza hata kuitikia shukrani ya binti huyu. Binti wa watu alishuka katika ile gari akiwa na mawazo sana, lakini Goblin naye pia alikuwa na mawazo. Alijihisi mdhaifu sana kwa sababu ya mapenzi yake kwa binti huyu. Alianza kujiona kama vile siku hadi siku anazidi kuwa kiumbe ambaye si wa kawaida. Alirudi mpaka nyumbani huko hivi. Huwezi kuamini kiumbe ambaye aliweza kuishi miaka 900 iliyokuwa imeweza kupita. Kwa hivi sasa alikuwa anajiona kama vile ni kiumbe ambaye anaenda kuelekea katika sehemu ambayo ni mbaya sana. Maumivu makali yalianza kumpata pale. Akakumbuka matukio yote ya kipindi cha nyuma tangu achome upanga mpaka kwa hivi sasa. Haya yote yalisababishwa na binti huyu mmoja tu aliyeingia katika moyo wake ule uliokuwa umeweza kuteseka kwa miaka 900. Leo hii binti huyu alirudi katika eneo lile ambalo basi alikuwa anatembea barabarani akiwa anasikiliza earphone zake. Muziki uko mbali. Mara ghafla earphone zikaanza kupiga milio ambayo si ya kawaida. Huyu alikuwa ni nani? Kulikuwa kuna mwanamke mmoja ambaye roho yake bado ilikuwa katika mji huo, na bado roho hii ilikuwa tayari imeshaweza kutengana na mwili wake. Akamfuata pale hivi mwanamke huyu ambaye ni Yun akamuuliza, kwa nini unaniogopesha hivi? Akamwambia, hapana, sikuwa na nia kuweza kuogopesha, ila naomba uweze unifanyie jambo moja tu. Yun akamuuliza kwamba jambo gani? Mtoto huyu akike akamwambia kwamba naomba uweze kumsaidia mama yangu mzazi ukamjazie friji lake, kwa sababu tangu niweze kufariki hakuna mtu yote alikuwa amejaza friji lake. Basi Yuni akamwambia kwamba mimi sina hela ya kuweza kujaza hilo friji, kwa hivyo sasa mimi ni maskini tu. Pale mtoto huyo yake akasema kwamba sikuwa nimeweza kugundua hilo jambo. Sasa baada ya hapo Yuni akaja na wazo, akasema kwamba ngoja, kuna kitu ambacho nimeweza kukifahamu. Basi akaenda kufanya maamuzi yake mwenyewe. Tunaonyesha kwamba Yun alifika nyumbani kwa ile roho ambayo tayari ilikuwa imesheza kufa. Akaanza kuandaa vitu mbalimbali, akaanza kujaza ile friji, na kisha baada ya kujaza ile friji kwa muda mrefu akatandika mpaka kitanda, akapanga chumba chote. Mama yake huyu mtoto alipokuwa basi huko katika eneo la nje pale Yun akaweza kushukuriwa na ile roho hii, inamwambia kwamba asante sana. Asa baada ya muda kidogo yule mama yake mzazi aliweza kuingia pale ndani. Alitokwa na machozi baada ya kuweza kutambua kwamba ndani ya friji la chumba cha kwake binti yake kipenzi kulikuwa kuna mazagazaga kibao, na mtoto wake wa kike roho yake ilikuwa pale katika eneo la kitanda, naye pia alikuwa analia huku akimwambia mama yake kwaheri. Katika jengo la kuhifadhi roho za watu waliokuwa wameweza kufariki, Grim Reaper katika siku ya leo aliweza kuichukua ile roho ya yule mwanamke mdogo na kisha akamkabidhi moja kati ya kibakuli cha dawa, na hapa akamwambia kwamba unapaswa uweze kusahau maisha yako ya zamani, unapaswa uweze kuanzisha maisha mapya. Kumbuka kwamba Kim naye bado alikuwa anamtafuta sana bwana mkubwa Grim Reaper. Grim Reaper mtoka zake katika mishemishe zake za kwenda kuhifadhi roho, akakutana pale na Kim. Kim akaanza kumlaumu, hivi ni wewe kweli umekuja kujitokeza katika ile eneo hapo hivi? Huwezi amini. Pale Grim Reaper alikuwa hana la kusema. Akamwambia, hichi nini? Je, ni makosa kuweza kukutana na wewe katika ile siku ya kwanza? Kwa nini nilikupenda? Kwa nini ulinifanyia hivi? Kwa nini unipigie simu? Grim Reaper anasema kwamba nitaenda sasa hivi nyumbani niende kukupigia simu. Mtoto wake anamwambia kwamba wewe ni mjinga. Uende sasa hivi nyumbani badala tuanze kuongea mambo mawili matatu mimi na wewe. Sasa Grim Reaper alikuwa kama vile mshamba wa mapenzi, ni mshamba wa simu, aje kutumia simu kwa muda mrefu sana. Mtoto huyo hakika anajaribu kumwambia kwamba tunapaswa uende kupata angalau coffee, yani uende kupata kahawa. Lakini Grim Reaper anasema kwamba nafikiri kwamba siku nyingine, leo sina nafasi. Akamwambia kwamba fanya juu chini twende tukapate kahawa. Basi wakaenda kujipatia kahawa. Hasa katika hii restaurant huwezi amini, Grim Reaper amejipigia vikombe 3 mfululizo, yani aongee, anakunywa tu kahawa, anakunywa anamaliza, anakunywa anamaliza. Mtoto wake akamwambia kwamba vipi? Mbona uongee jambo la aina yote? Inamaanisha kwamba ndio umekuja hapa kunywa kahawa tu?
Grim Reaper akasema kwamba kwanza kabisa muda wangu umeisha, nilikuja hapa kunywa kahawa tu. Mtoto wa kike akaambia kwamba wewe ni ujinga, unapaswa uanze kuongea mambo mawili matatu kipindi ambacho unakunywa kahawa. Basi naye akaweka kahawa yake pembeni na kisha akaanza kumwomba msamaha. Akaanza kumwambia kwamba vipi, unaendeleaje? Tangu siku ile ilikuwaje? Mtoto wa kike akagundua kwamba changamoto ambayo Grim Reaper kwa hivi sasa inampata ni kwamba hajawahi kutongoza tangu hapo awali. Kwa hiyo akamuuliza kwamba kwanza kabisa unakumbuka jina langu? Grim Reaper anasema kwamba jina lako ni Suni. Akamwambia sio Suni, ninaitwa Sanyi. Sasa Grim Reaper baada ya kugundua hilo jambo kwamba mtoto huyo kike ni mtoto ambaye hataki jina lake liweze kuharibika kabisa, basi naye pia akawa amerudi zake huko nyumbani. Yeye pamoja na Goblin walikuwa katika kipindi cha mawazo sana. Maisha yao kwa hivi sasa yalikuwa kama vile katika kipindi cha huzuni. Kila mmoja akawa amepasha kile ambacho mwenzake anakipenda. Kila mmoja akafungua pale hivi bia yake na kisha akawa anakunywa. Basi kila mmoja akaanza kusema siri kuhusiana na maisha yake kuhusu mwanamke huyo. Sasa mwanamke wake Grim Reaper anahitaji awe anampigia simu, lakini mwanamke wake Goblin anahitaji maisha ambayo ni kipekee kwa hivi sasa. Anahitaji aweze kupewa nafasi katika maisha yake. Goblin kwa hivi sasa anajisikia kama vile ni mtu ambaye alikuwa anazidi kupoteza mvuto, anazidi kupoteza nguvu. Kipindi ambacho anakuwa na mwanamke huyu amekuwa mdhaifu sana, na ndio maana mara nyingi zaidi amezidi kujiona kama vile anazidi kupoteza nguvu katika maisha yake. Sasa kwa upande mwingine huko hivi kumbe bana, huyu Duke alifika pale na kisha akapewa listi ya mtoto huyu akiki kwamba alikuwa ameweza kutumia vitu vyote katika friji. Kumbe vile vitu vyote alivyokuwa ameweza kupeleka katika ile familia vilikuwa vimetoka katika hii hoteli. Na Duke katika siku ile ndo anapewa pale taarifa kwamba mtoto huyu akiki ametumia vitu vyote. Akawa anamlaumu sana, lakini pale tunapewa taarifa kwamba kumbe bana mtoto huyu akiki aliambiwa na Mr. Yo, yani babu yake Duke, kwamba anapaswa afanye juu chini kitu cha aina yoyote atakachokuwa sana kihitaji amwambie Duke. Duke katika siku ya leo hana pesa. Basi akamwachia pale listi na kisha akaamua kusepa. Mtoto wa kike akaingia zake katika geto lake na kisha akaanza kuwasha mishumaa. Akaanza kumuita Goblin. Goblin katika nyakati hizo baada ya kuweza kuitwa na mtoto huyo wa kike akafika pale ndani, lakini ombi la mtoto huyo wa kike katika siku ya leo ni kwamba anatamani Goblin aweze kumlipia yale yote yaliyokuwa yameweza kutokea katika hii hoteli. Basi Goblin pamoja na kwamba alikuwa anampenda sana mwanamke huyu, alikataa kwa mara ya kwanza, lakini mara ya pili kama unavyojua mkate uwagi mgumu mbele ya chai, alikubali bwana, na kisha akaamua kuweza kumlipia mtoto huyo wa kike. Mvua fulani hivi katika eneo la nje ilikuwa inazidi kunyesha taratibu. Mtoto huyo wa kike akamwambia kwamba anatamani sana niende kuishi pamoja na wewe. Goblin akamwambia kwamba paki vitu vyako, katika siku ya leo tunasepa katika ile eneo. Basi wakapanda gari na kuelekea mpaka katika familia ambayo Goblin alipokuwa basi anaishi. Lakini ukawa ukijua kwamba Goblin kwa hivi sasa anaishi pamoja na Grim Reaper. Walipofika pale nje, Grim Reaper alichukia sana kile kitendo, lakini huwezi kuamini alipewa taarifa na taarifa ile ilimshtua sana kwamba kwa hivi sasa watakuwa wanaume wawili pale ndani na msichana mmoja, na haya yote ilikuwa ni mipango yake Goblin. Sasa walivyokuwa wanataka kuingia pale ndani, huwezi kuamini wote wawili bana walikuwa hawana namba za siri za kuweza kuweka katika mlango huo, lakini hapo hapo wakatumia nguvu zao za giza na kisha wakazama ndani na wakafungua mlango kupitia ndani. Walipoingia huko ndani, Duke ndo anamuona mwanamke huyo kwamba kwa hivi sasa alikuwa ameweza kuingia pale ndani, na Duke alikuwa amelewa sana. Akaambia kwamba kwa hivi sasa kama ukijua kwa mtoto huyo wa kike atakuwa anaishi hapa ndani. Akaambia kwamba aweze kumpa passcode, yani zile namba za siri za mlango. Akamwambia kwamba ni 1004. Sasa wakampeleka mtoto wa kike Yuni katika chumba chake ambacho anatamani sana aende kuishi. Kipo juu kabisa ya jengo hili, lakini yeye pamoja na Grim Reaper wanasema kwamba chumba hichi bado hakijakaa sawa. Pale tutapanga picha mbalimbali, pale tutaweka pale maua, mtoto wa kike pale katika eneo la ukuta tutaweka vitabu kidogo ili basi awe anajivinjari. Lakini katika siku ya leo tunapaswa tuende basi kumpangia chumba kingine cha siri ili yeye aweze kwenda kulala. Sasa Goblin akamruhusu mtoto wa kike alale katika chumba chake na kisha akaja kulala huko hivi pamoja na Grim Reaper. Grim Reaper anamkatalia, anaambia kwamba hakuna kulala hapa, wewe kulala na mimi katika hichi chumba. Akasema kwamba mimi nitalala pale. Lakini Grim Reaper anamwambia kwamba wewe ni mshenzi, unamwacha demu wako analala katika chumba chako, unakuja hapa kuja kunisumbua. Basi usiku ulikuwa mzito sana katika siku ya leo. Mtoto wa kike naye alienda katika chumba cha kwake Goblin, akaanza kukagua vitu. Anasema kwamba waga anakaaga hivi au anakaaga hivi. Mara ghafla akaona kitabu ambacho alikuwa ameweza kumpa Goblin na kisha akaanza kukikagua. Baada ya kukagua sana kile kitabu akagundua kwamba Goblin ni mtu ambaye pia anapenda kusoma vitabu vingine vingi. Kuna kitabu kimoja hichi ni kitabu cha Kichina. Kitabu hichi alikuwa amekiandika Goblin. Pia pale kuna lile ua ambalo alikuwa ameweza kumpa. Akagundua kumbe bwana Goblin hakulitupa lile ua.
aliweza kulihifadhi. Sasa mtoto huyo wa kike ni Mkorea, hajui kusoma Kichina. Sasa hii lugha ndio alikuwa ameweza kuiandika hii lugha. Hii lugha bana ni ya miaka zaidi ya 900 kwa hivi sasa. Alikuwa ameweza kuiandika Goblin, na kipindi hicho alikuwa ni mlinzi mkuu wa Goguryeo. Aliandika siri nzito kuhusiana na upanga ule, aliandika siri nzito kuhusiana na vifo mbalimbali vilivyokuwa basi vimeweza kutokea. Anasema kwamba nilimlea mtoto mmoja wa kiume, babu yake alikufa, babu yake tena akafa, na maisha yangu yote yamekuwa yakishuhudia ndugu zangu na jamaa na marafiki wakiwa wanakufa. Nilitamani sana siku moja niweze kuchomoa upanga ule, lakini nilishindwa. Na kwa upande mwingine huko alipokuwa basi amelala, akawa basi anazidi basi kujipa mawazo kwa hivi sasa. Akaanza kumuuliza pale Grim Reaper, vipi ulishie kumuona Mwenyezi Mungu? Grim Reaper alikuwa amelala, akamwamsha. Grim Reaper akasema kwamba niache mimi nalala. Akamwambia kwamba wewe unadhani kwamba Mungu anaonekanaje? Akamwambia kwamba Mungu nishaweza kumuona katika siku moja hivi, alikuja katika upanga wangu na alikuwa na muonekano wa kipepeo, yani kama vile malaika. Asubuhi kafika, mtoto wa kike na yeye pia akawa ameamka. Akaanza kujiuliza bana, vipi katika hii familia uwaga wanapikaga chai kweli? Sasa alipokuwa basi anajiuliza pale, akaamua kutoka nje. Huko nje sasa kumbe bana wazee wa Ngoso walikuwa wanaandaa vyakula vyao. Mwingine anakaanga nyama, binti akafika pale. Alifurahi sana, akasema kwamba vyakula ni vizuri sana. Wakamwambia wala tuja kuandalia wewe, tafuta namna kujiandalia chakula chako. Mtoto wa kike alijipikia bana katika siku ya leo, lakini pia ilikuwa kuna lawama nyingi sana. Anagubu kinoma noma. Muda anarudisha sana, anasema kwamba ndio maana mara nyingi zaidi napendaga kuishi mwenyewe. Hebu imagine naishi na watu ambao wana roho mbaya sana. Mara ghafla anajoka nyuma hivi, miamba walikuwa wanainuliana visu juu, na kisha kila mmoja anaonyesha umwamba wake. Wanataka kama vile kuuana. Mtoto wa kike aliwaangalia, lakini mwisho wa siku akasema kwamba na hii ndio maana basi kumbe bwana mtaki kuweza kumwajiri mtoto wa kike katika hii familia ili awe anawapikia. Amhitaji mfanyakazi wa kike nyie. Basi wakaacha kupigana, lakini hapo na yeye pia akatoa sheria zake pale ndani. Kwanza kabisa, sheria ya kwanza, anahitaji muda kwa ajili ya kusoma. Sheria ya pili, amewaandikia namba yake ya simu hapa ili siku yoyote utakapokuwa basi mtaka kuweza kumpigia waweze kumpigia. Sheria ya tatu, anahitaji ugomvi wote mbele yake. Basi akaibandika ile sticker katika friji. Wote kwa pamoja wakaanza kusema kwamba kwa nini ametuwekea hapa namba ya simu, au kwa vile hatuna simu. Wakaenda kununua simu. Baada ya kununua hizi simu bana, kila mmoja akawa basi na simu yake. Basi Duke akaanza basi kuelezea matumizi ya smartphone. Sasa Goblin anasema kwamba yeye anajua smartphone, labda aelezewe Grim Reaper. Grim Reaper akaanza kuelezewa. Grim Reaper hajui kutumia smartphone kuanzia azaliwe. Sasa Grim Reaper akaenda kukana ile smartphone ikaanza kuvibrate anapopigiwa. Yaani alikuwa anashtuka kinoma noma. Hajui namna simu ilivyokuwa inafanya kazi. Sasa akapokea ile simu, kumbe bana ile simu ilikuwa ni video call. Sasa huyu aliyekuwa ameweza kumpigia video call alikuwa simu nyingine, alikuwa ni Goblin. Goblin baada ya kumpigia video call, Grim Reaper kumbe bana kule ameweka katika sikio. Sasa akamwambia kwamba wewe sio kuweka hivyo, unapaswa uweze kunyosha mkono wako juu ili basi tuweze kuonana mimi na wewe. Sasa Grim Reaper aelewe, anaambia kwamba nyosha mkono wako. Akaanza kunyosha kwa pembeni. Akaambia mbona bana mimi sikuoni? Akanyosha tena. Yaani ni vichekesho. Yaani Grim Reaper hajui namna kutumia video call. Goblin alichoka. Katika moja kati ya stationery, mtoto wa kike alifika pale na kisha akaanza kusearch majina, yani Kim Shin ni nani? Kim Shin bana kumbe bana ndio bwana mkubwa Goblin, ndio alikuwa mmoja kati ya mlinzi wa kikosi kikuu cha kwa mfalme kwa miaka 900 ilikuwa imeweza kupita. Pale basi akapokea simu ambayo namba ilikuwa ni ngeni. Alikuwa simu nyingine, alikuwa ni Goblin. Wakaenda supermarket wakanunua vitu vingi sana. Sasa akawa anashangaa sana namna ambavyo alivyokuwa basi anaelezea specifications za simu yake. Akaanza kumwambia kwamba ina maana kumbe sio mara yako kwanza kutumia simu. Mtoto wa kike mwenyewe binafsi alishangaa sana. Basi muda wa malipo wakalipa pale vitu na kisha wakarudi zao nyumbani. Huku sasa katika moja kati ya maktaba ya kwake bwana mkubwa Grim Reaper alikuwa basi anasaini vitu mbalimbali. Siku ya leo akawa amesaini faili la mwanamke anaitwa Kim. Sasa hatujui kwamba ni Kim yule mpenzi wake anayempenda au la. Akawa amemkumbuka na yeye pia pale namna ambavyo basi alivyokuwa basi anampa masharti yake kwamba mara ya mwisho bwana mkubwa alitoka nje katika ile restaurant na alitaka kuondoka, kisa tu mtoto wa kike alimuuliza jina lake kwa mara nyingine tena. Sasa kumbuka kwamba bwana mkubwa hanaga jina, yeye ni Grim Reaper, mtu anayehusika na makaburi. Sasa katika siku ya leo akawa anawaza sana jina lake atajiita nani. Sasa alichukua ile namba ya simu na kisha akawa anajifunza namna ya kuandika namba ya simu katika simu. Mwisho wa siku akafanikiwa mpaka kusave.
alifurahi sana, akaandika jina la yule mwanamke Sion, lakini kumbuka kwamba mtoto huyo hakika anaitwa Kim. Basi huko nyumbani wakafika pale Goblin pamoja na Yoon, wakafika pale wakakabidhiana mizigo, na kisha akamuelewesha kwamba katika chumba cha upande wa juu kule hivi juu ya roof wameshamtengenezea chumba chake na kinaonekana bomba kinoma noma. Mtoto wa kike alifika pale akafurahi sana, na kisha Goblin alifika pale ndani akamwambia kwamba je, nahitaji pongezi au sihitaji pongezi? Akaambia kwamba mikono yangu katika siku ya leo imepambana sana, imenunua vitu vingi sana vya gharama. Je, umevionaje? Binti alikuwa ni mtu wa shukrani, alishukuru sana, na kisha Goblin akamwambia kwamba hichi kuanzia leo ndio chumba chako. Kwa upande mwingine huku hivi Goblin akiwa anajisomea, akawa basi anajaribu kuwashumu kwamba mtoto wa kike alivyokuwa basi anafanya vituko kule ndani, namna ambavyo alivyokuwa anatembea, namna ambavyo basi alivyokuwa basi anafanya vitu vya ajabu ajabu, naye pia alikuwa na hisia kali sana juu yake. Katika eneo la mlango, mtoto wa kike basi akawa anaacha matangazo yake kwamba kwa muda mfupi nitakuwa najisomea, lakini Grim Reaper alipokuwa anafika pale mlangoni alikuwa anamsumbua mara kwa mara. Akamuita, akahitaji kufanya maongezi naye. Lengo hili lilikuwa ni moja tu, anahitaji basi aweze kupata jina Grim Reaper. Mtoto wa kike anamuogopa kwa hivi sasa, lakini anasema kwamba najua kwamba watu wengi wamekuwa wakisema kwamba endapo utaniita mara 3 au utamuita mtu yote jina lake mara 3, hapo hapo naye anakufa. Siku ya leo akamshauri kwamba anapaswa aweze kupata jina zuri kama la kwake Kimshin Goblin. Sasa siku iliyokuwa imeweza kufuata, huku katika moja kati ya restaurant, huyu Duke alikutana na yule mmoja kati ya mpambe wake. Lengo lao ni moja tu, Duke anapaswa aweze kumtumikia binti mpaka pale basi credit card yake itakapokuwa imeweza basi kufunguliwa. Binti katika restaurant huko hivi alikuwa anajisomea huku anafanya usafi. Usiku wa manane anaikiwa vyakula pale nje katika chumba chake, lakini bado kulikuwa kuna maneno kwamba anapaswa aende kuchomoa upanga. Alikuwa anaomba mambo yote haya, alikuwa nani? Alikuwa ni Goblin, anatamani kufa. Alikuwa anamwachia message tofauti tofauti mpaka siku moja wakakutana dhahiri kabisa. Sasa siku hiyo alipokuwa ameweza kukutana, mtoto wa kike alikuwa anaishi katika mji mkuu, lakini alikuwa anaweza kukutana na huyu mtu kwa sababu alikuwa anajiandaa na mitihani. Sasa katika siku ya leo walikuwa wanatamani angalau basi waweze kuongea mambo mawili matatu kuhusiana na upanga huu. Kibaya zaidi ni kwa mtoto wa kike atamani kutoa upanga, lakini pia alimuomba aweze kumpatia mkopo wa milioni 5. Kipindi ambacho basi anasema kwamba hana milioni 5, Grim Reaper akatokea nyuma yake na kusema kwamba una hizo milioni 5 mpe mtoto wa kike. Basi akabaki pale akiwa anajiuliza maswali mengi sana, kwa nini Grim Reaper anamchoma hivi? Bado akamsifu kwamba jina lake ni zuri sana. Katika restaurant huko hivi binti alikuwa pale anamsubiria bwana mkubwa Grim Reaper aweze kumpigia simu. Kumbuka kwamba Kim hajui kwamba huyu binti ambaye ni mfanyakazi wake katika hii restaurant yake anakaa na Grim Reaper, na Grim Reaper hajui kwamba huyu Yoon anamfahamu Kim. Sasa katika siku ya leo Yoon akamuomba pale Kim kwamba angalau basi awe dada yake ambaye atakuwa anampa ushauri wa mara kwa mara. Sasa akaanza kumuelezea kwamba ana mwanaume wake anempenda, lakini akaambia kwamba vipi mpata mimba? Akasema kwamba hapana, sio mimba. Akaanza kujielezea kwamba huyo mwanaume yeye pia anampenda, lakini sijui kama tutaweza kufika mbali. Sasa Kim akamwambia kwamba kama mahusiano yako wewe mwenyewe binafsi uweze kuyaelewa, basi achana nayo kwa sababu sio kitu cha msingi. Binti akarudi nyumbani huko hivyo akiwa na mawazo sana. Akahisi kabisa kwamba inawezekana kwamba Goblin hampendi, kwa hiyo akawa ameplan kuweza kumwacha. Akaenda akawa na discuss pamoja na Grim Reaper masuala yao wenyewe binafsi, wakaanza kunja mpaka nguo, yani wakawa kama vile marafiki, lakini hataje kumuongelesha Goblin. Hii kaanza kumfanya Goblin mwenyewe binafsi aanze kusikia hivyo. Akawa anawafuata pale hivi, akaanza kuelezea picha za miaka ya 90 huko. Bana, hii picha ilitengenezwa na mtu gani, bla 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 bla, mambo kibao. Lakini binti halikuwa mtazami hata kidogo. Wivu uko unazidi kumuumiza muda hadi muda. Sasa akafika pale hivi akaanza kumsumbua binti na akamwambia waziwazi kwamba hivyo nadhani kama mimi mwenyewe binafsi sina moyo. Hivyo nadhani kwamba unavokaa hapa hivi na huyu mjinga mimi sijisikii vibaya. Sasa binti naye akamwambia kwamba mimi inanihusu nini? Inakuhusu mimi nikikaa naye. Kwani mimi hapa mimi ni mke wako? Bwana mkubwa naye akasema kwamba mimi hapa ndo mume wako nilioko hapa mbele yako. Kuhusu maisha yako yote mimi hapa ndo ninayapaswa kuweza kuyafanyia kazi. Binti akashangaa, hivi mtu anajaribu kuweza kujimilikisha maisha yangu hapa hapa? Sasa baada ya kujisikia aibu sana, kila mmoja akakamata njia yake. Yaani kama vile watoto, mwisho wa siku kila mmoja anaanza kujilaumu, nimefanya nini sasa pale? Nimefanya nini? Binti kula anajilaumu, bwana mkubwa anajilaumu. Lakini huku sasa kwake Grim Reaper naye penzi ndo linazidi kufika hatamu. Sasa akawa ameanza kujifungia mahali hivi kwenye giza. Mara ghafla
wakatokea pale hivi Goblin pamoja na Duke. Wakamshtukia kumbe bwana mkubwa anakula pilipili gizani na muasha, lakini hataki kusema ameshampenda mwanamke huko kisirisiri. Wakaanza kumcheka. Bwana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na zaidi kwa muda huu. Dondosha comment yako hapo chini uniambie umeonaje kazi hii. Bye bye for now.